najiuliza mpaka hivi sasa bado sijapata majibu. Nani ambaye ana nguvu ndani ya kikosi cha Simba? Ndio maswali ambayo unajiuliza, na pengine kila mmoja akiweza kulijua hili, basi itakuwa ni rahisi zaidi kuweza kujua nani yuko sahihi, nani hayuko sahihi. Kwa sababu ukimsikiliza Magoli atavutia upande wake. Atakuaminisha kwamba yeye yuko sahihi kulingana na kile ambacho anakifanya. Lakini ukimsikiliza pia mwenyekiti ambaye ni Mangungu pia yuko sahihi kwa upande wake. Sasa swali ambalo mimi nalipeleka kwa wanachama wa klabu ya Simba, ambalo pia wanapaswa kulijibu, nani mwenye maamuzi ya mwisho ndani ya kikosi cha Simba? Yaani nani ambaye anaweza akasema bana kadi za wanachama zitoke, asiwepo wa kupinga? Nani wa kusema kadi zisitoke, asiwepo wa kuuliza maswali? Najua kwenye klabu ya Yanga kwa mfano, mwenye kauli ya mwisho unajua ni President Engineer Ally Said. Yeye ndo anaweza akasema jambo fulani lifanyike na wengine wote wakafuatia, usio na kipingamizi chochote. Sasa kwa klabu ya Simba tuulizane mimi na wewe, kati ya Mangungu, kati ya Mohamed Dewji, kati ya Magoli na wengine wote pamoja na bodi kwa ujumla, nani mwenye maamuzi ya mwisho? Kwa sababu changamoto imekuwepo ni kwamba katiba haifuatwi. Sasa kama tunataka kuifuata katiba, lazima tupate mwongozo kwa yule mwenye mamlaka ya kuamua bana, ndo wakati sasa wa kuanza kuitumia katiba. Kama lengo ni kwamba kadi za wanachama zitatoka ama zitoke, nani ambaye anapaswa kuwajulisha wanachama ama mashabiki wa klabu ya Simba kwamba huu ndo muda sahihi wa sisi kutoa kadi za wanachama? Kwa sababu ukitazama kwa namna ambavyo hali ilivyo kwa upande wa Simba, mwenye nguvu ni Murtaza Ali Mangungu kulinganisha na mwekezaji ambaye ana 49%. Sasa nani ambaye anampangia Mangungu cha kufanya ndani ya Simba? Kwa sababu yeye ndo mwenye maamuzi ya mwisho. Yeye ndo anaweza kuitisha mkutano bila kujali sio kuna swala la bodi, sio kuna mdhamini. Yeye ndo mwenye maamuzi ya mwisho. Sasa ndio swali ambalo najiuliza, kama sasa Mangungu ana hiyo nafasi ya kufanya hivyo, nani mwenye hiyo nafasi? Tukiangalia kwa ambacho kimetokea hapo jana baada ya Murtaza Mangungu kwa kuitisha huo mkutano, kama unakumbuka, walipinga kwa upande wa bodi ya kurugenzi, lakini walikuja na vifungu ambavyo vinawalinda, wakidai kwamba Mangungu ilikuwa ni lazima awashirikishe upande wa bodi kabla ya kufanya yale maamuzi. Umejaribu kupitia kidogo hiyo sheria ambayo ipo ama kanuni ambayo inaongoza? Mimi sijapitia kwa sababu ninachojua kinachowasumbua Simba ama kinacholeta huo mgogoro ni watu wataka kufuata katiba. Kwa sababu taasisi kama Simba ama timu hizi zinaendeshwa na katiba. Kwa sababu hizi ni timu za wanachama, sio timu ya mtu. Sasa anachokipambania Mangungu ni kutambua kwamba hii timu sio ya mtu fulani. Sasa kama sio ya mtu fulani, basi iko njia ya kupita ambayo inatufanya sisi wote tuwe huru katika utendaji wetu wa kazi bila kujali nani ambaye ana nguvu, nani ambaye ana nguvu. Yani ili mradi kuwa katiba ipo, basi tupite kwenye katiba. Ndicho ambacho anajaribu kukifanya Mangungu. Lakini ukijaribu pia kusikiliza upande wa kwa maana Magoli, anachojaribu kukizungumza ni kwamba hawakushirikishwa, si ndio? Ndio pale ambapo swali langu linarudi. Nani mwenye mamlaka ya mwisho? Na kama umemsikiliza leo Mangungu amekwambia kuwa aliwashirikisha, aliwaandikia barua, sijui wakasema kwamba sijui maswara ya marathon si ndio? Maana yake inaonekana ujumbe ulifika, lakini pengine labda hukupokelewa ama kujibiwa kwa wakati, na kwa sababu yeye ndo anaamini kwamba yeye ndo mwenye mamlaka akafanya kile alichokifanya. Sasa ndo hapo tunaporudi kwamba kama ni kweli bodi haikushirikishwa, ndo swali langu linaporudi, swali la msingi, kati ya bodi, kati ya mwekezaji, kati ya Mangungu ambaye ndo mwenyekiti, nani mwenye nguvu? Yaani nani ambaye anaweza akasema leo mkutano na asiwepo wa kuuliza bila kujali umeshirikishwa au hujashirikishwa? Kwa sababu ukitazama ile taarifa kwa umma namna ambavyo ukiisoma inakuonyesha kabisa imetolewa na Magoli, yes. Si ndio? Sasa mimi swali langu ndo ninaporudi, Magoli ndo mwenye nguvu? Kwa sababu yeye alichokifanya kaenda kukanusha ile taarifa.
Yaani mimi simhukumu yote kati ya hawa, lakini swali langu la msingi ni nijibiwe na wale ambao labda wananisikiliza ama wenye ufahamu kwenye hili. Inawezekana mimi ufahamu wangu ni mdogo kwenye hili, sijui sana kuhusu haya mambo ya masuala ya katiba si nani, lakini swali langu la msingi ni kwamba kati ya hao nani mwenye kauli ya mwisho pale ndani ya klabu ya Simba? Tuzungumze kwanza kwenye hili hapa. Hili lina afya ambalo limetokea. Ukitazama Simba walimaliza vizuri kwenye ligi licha ya kwamba hakuchukua ubingwa wa ligi, lakini wanaondoka na CRDB na mambo yakaonekana kuwaendea vizuri. Utulivu ulikuwa mkubwa kwenye klabu ya Simba na mbele yao kuna vitu vingi. Mbele yao wanatazamia kuwa na Simba Day, lakini pia kuna mchezo mkubwa wa ngao ya jamii dhidi ya Young Africans. Hili liloanzishwa ghafla hivi lina afya? Halina afya yoyote zaidi ya kuirudisha timu nyuma. Mimi jana nilichokiandika ni kitu kifupi sana. Yuko mtu ambaye anaangalia wakati ambao timu ipo kwenye utulivu, and then ndio vitu vinavyotokea kama hivi. Kwa sababu hatuwezi tukaa tunasema swala makombe ama timu ifanye vizuri aliyakuwa kauli moja izungumzwe ndani ya klabu ya Simba. Simba kwa msimu ulioisha unaona ni kama kulikuwa na utulivu. Inawezekana kwa nje sisi tulikuwa tunaona utulivu upo, si ndio? Wamefanikiwa kuchukua kombe la CRDB. Simba wamefanikiwa kuchukua kombe la Muungano. Lakini yote kwa sababu amani ilikuwepo. Sasa kama wataanza hivi vitu, manake hakuna chochote ambacho watakileta kwenye timu zaidi ya kutumia tu gharama za bure. Simba inaelekea kwenye siku kubwa kabisa baada ya jezi kutambulishwa. Utegemea sasa hivi kauli moja ni kuhusiana na jezi ama wiki ya Simba Day. Kuendelea kutengeneza hamasa, kuendelea kuwafanya watu washawishike kuja ndani ya hiyo siku ili timu iongeze mapato. Lakini badala yake kilichotokea ni kwamba unawafanya watu waanze kuweka tena ugumu wa kununua jezi na kwenda uwanjani moja kwa moja. Kwa sababu mimi ninachoamini baada ya Mangungu leo kuzungumza, kuna ambao wameenda upande wa Mangungu. Hilo lichukue kabisa. Inawezekana walikuwa wajua kwa wapi, lakini baada ya Mangungu kuzungumza wameenda kwa Mangungu. Na kesho Magoli atazungumza. Kwa unaona ni jambo ambalo litakuwa linamuendeleza. Wamebakisha muda gani kuelekea siku ya Simba Day? Na kitu kingine nikwambie sasa. Mimi naomba niwaambie watu ukweli, kama wataamua kunichukia ni sawa. Lakini miongoni mwa watu ambao wanasababisha hivi vitu kutokea ama wanasababisha migogoro ndani ya timu ni hawa ma-influencer ambao wamechagua upande. Ma-influencer hawako kwenye kwa ajili ya maslahi ya timu. Hawako kwenye engo ya sisi ni wanachama tunasimamia uweledi ama katiba namna ambavyo inatutaka. Sasa ukimsikiliza labda influencer anazungumza kuhusu labda Mangungu, manake katika wale ambao wanamuamini hawezi kumkubali mwingine, wanahamia kwa huyo. Labda inatokea bana Mangungu apepewe, siona Mangungu hana shida, watu ndio watakuja wataona kwamba Mangungu hana shida, yuko sahihi. Kuna wengine Magoli, kuna wengine wengine Jairuti, hapo hawezi kufika, wamejigawa. Lazima uwe na kauli moja. Umeona walichokifanya Yanga jana? Kwa mara ya kwanza mimi nimeenda kushuhudia mkutano, mimi nilikuwepo pale, nimeshuhudia mkutano na ambao hakukuwa na vurugu yoyote. Mkutano unaanza hadi unatamatika, hakuna ambaye alikuwa kinyume na wengine, hakuna ambaye labda alihisi kama hakuna ambacho akijenda sahihi, kila kitu kilienda sahihi. Sasa inabidi Simba ifike hatua kama ile, kwa sababu ile ni taasisi kubwa. Kwa sasa hawa pia ma-influencer kuna namna ambayo wanatengeneza mipasuko ndani ya klabu kwa ile kwa maslahi yao binafsi, kwa kitendo cha kuwa wanachagua upande. Sisi tuko upande wa Mangungu, sisi tuko upande wa Magoli, sisi wa Jairuti, sisi wa Modei. Maana yake unaona kabisa mbali na kuwa kuna ile kauli ya kwamba uongozi umegawanyika, lakini hata hawa mashabiki pia ma-influencer wanasababisha hilo jambo litokee, ama wanasababisha mgawanyiko kwenye timu. Kwa sababu kama wote wapo kwa ajili ya maslahi ya timu, basi tusimame kwenye hilo. Wote tusimame kwamba kutetea maslahi ya timu kwa ujumla. Lakini kama wote kila mmoja na upande wake, kila mwingine na upande wake, maana yake hapo hamwezi kuwa sehemu moja, hamwezi kufikia mafanikio. Kwa hiyo pia hawa mashabiki kama influencer wanapaswa kujua nini ambacho wanakihitaji.
kwa ajili ya timu na sio kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Asilimia kubwa hapo kwa ajili ya wao. Sasa ndo unakuta kwa wale ambao hawajui kinachoendelea unakuwa wachanganya. Yusuf ametoka kuzungumza Mangungu kwenye kituo cha redio. Ni kama anatumia nguvu kubwa zaidi kuwaaminisha kwamba wanachama na mashabiki ni kama hamna mgogoro ndani ya uongozi wa Simba, ili hali sisi tunaona sintofahamu, ni kama vitu havijakaa sawa. Kwa nini anatumia nguvu kubwa kuwaaminisha kwamba kuko sawa? Anatumia busara, kama alivyosema, busara inatumika ndani ya taasisi ya Simba. Ndicho ambacho pia nimekiona, kwa sababu ukiniambia kuna mgogoro aliyakuwa mkutano unafanyika na mtu anakuja kukanusha, ama yeye anavyokuwa anazungumza ni kama aliweza kupeleka barua kuambia kwamba atafanya mkutano na hajapata majibu mazuri, maana yake lazima kuna sintofahamu ambayo inaendelea. Kwa hiyo inawezekana tu hawezi kusema kwa sababu labda wakati bado, lakini hataki kuonyesha hilo kwa sababu yeye ni kiongozi. Lakini naamini changamoto ndani ya Simba ipo na ndio maana hivi vitu vimekuwa viishi. Kwa toka lini tunazungumza masuala ya sintofahamu ndani ya Simba? Si muda mrefu. Maana kama nia zipo, msuguano haupo, jambo ambalo lipaswa kuwa limeisha. Kwa hichi kinachoendelea wapinzani watafaidikaje kwa hichi ambacho kinaendelea? Wananufaika kwa sababu kila mmoja kwenye hizi timu kubwa ama hizi taasisi kubwa zote mbili hapendi kuona maendeleo ya mwenzake, na maendeleo yanaanzia pale ambapo mnakuwa wamoja kwenye kujenga maendeleo ya klabu. Lakini kama hamna hata moja, kwa maana mzungumzi kauli moja, ni ngumu kuweza kufikia mafanikio. Mimi naamini miongoni mwa sababu ambazo zimekuwa zikikwamisha Simba ndani ya misimu mitano kukosa ubingwa, pamoja na kuwa inawezekana ni masuala ya kiufundi, lakini swala la mgogoro pia lina asilimia kubwa kuchangia timu kufanya hiki inachokifanya. Mimi naamini kuna misimu Simba azidiwi kwa sababu labda ya sijui marefu, japokuwa kumekuwa na hiyo kauli, ama kwa ajili ya ubora wa pinzani, lakini ni kwa sababu ya wao. Manake kwa hali ilivyo ni kwamba wao kwa wao wenyewe hawaaminiani. Yaani wao wenyewe kwa hawaaminiani. Sasa utashinda kama iko hivi, utashindwa kusikia kwamba nani ameuza mechi. Utashinda kusikia kiongozi amezungumza na wachezaji wasiperform. Maana ni maneno ambayo amekuepo, na kwa nini? Kwa sababu hivyo vitu hakuna maelewano mazuri. Na ndio maana inafika hatua hata baadhi ya watu ama najaribu kumuelewa engineer ama Yanga jana walivyoweka kile kipengele cha kwamba rais atateua msaidizi wake. Maana yake lengo la kwanza ni kufanya kazi na mtu ambaye anamwamini, wanaelewana, wanazungumza lugha moja. Ndio lengo ambalo nadhani waliliangalia, walijikita zaidi kwenye kubadilisha hiyo kipengele. Jana mimi nilikuwepo pale, nimefuatilia mwanzo mwisho kuanzia kwa masuala ya bajeti na kila kitu. Kwa Simba wana vingi vya kujifunza kutoka Young Africans. Iko wazi. Yaani kama wanataka mabadiliko ya kweli, basi lazima ukubali kwamba kuna sehemu wanateleza. Na kama wanateleza, basi ni namna gani ambayo tunaweza kuliepuka ili na kurudi kwenye kile ambacho kitatusimamisha tena na kuonyesha ule ukubwa ambao tuko nao. Kwa sababu Simba wamekuwa na ile kauli ya kwamba wao ni wakubwa. Wao ni timu kubwa kwenye mdomo, lakini kwenye uhalisia vitu ndio kama hivi vinavyotokea. Kwa hiyo binafsi, swali la kwanza ambalo natamani kuacha nalo wanachama na mashabiki wa Simba kwa ujumla, wajue wao wanataka nini. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, nani mwenye maamuzi ya mwisho ndani ya klabu ya Simba ajulikane. Na jambo la mwisho, amalize tofauti zao kwa kufuata katiba. Asante Yusuf. Shukrani. Jana niliacha mafani mengi, lakini baada ya taarifa pia kwa umma ambayo ilitolewa kwenye klasa za klabu ya Simba, ikaendelea pia kuacha maswali hadi pale ambapo leo mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Ali Mangungu alipozungumza na moja ya chombo cha habari kutolea ufafanuzi juu ya kile ambacho kilijitokeza siku ya jana, lakini pia tukapata upande wa pili pia kutoka kwa Magoli kuhusiana na kile ambacho kilijitokeza. Lakini miongoni mwa swali ambalo binafsi